Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, dakika 90 za mchezo zimetamatika katika dimba la KMC na Simba ameondoka na ushindi wa goli 2-1 na moja kwa moja wamefanikiwa kufuzu katika hatua ya robo finali, hatua ambayo ni ya CRDB Federation Cup, hatua ambayo inawafanya Simba sasa kuweza kusogelea kile ambacho amekiplani kwa msimu huu, kwa sababu unapofika hatua ya robo finali unacheza mchezo wa kwenda nusu finali, unacheza mchezo wa kwenda hatua ya finali, na leo hii wamefanikiwa kwenda hatua hiyo ambayo ni hatua muhimu zaidi ili kuweza kuhakikisha msimu huu wanapata mataji yao yote ambayo wanahitaji, kama ni CRDB Federation, kama ni ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, zote kwenda kuzipata kutokana na hiki ambacho wamekifanya katika mchezo huu. Na leo hii golini alianza Hussein Abel, mabeki Kevin Kijili, David Kameta Duchu pamoja na Hussein Kazi, lakini kwa upande wa viungo Deborah Fernandez pamoja na Fabrice Ngoma, upande wa juu pale Jean Chaza Hua akicheza na Joshua Mutale pamoja na Lionel Christian Ateba pamoja na Eli Mpanzu Kibisa wala. Kwa hiyo utaona namna ambavyo timu ilicheza, lakini kwa kile ambacho mimi binafsi nimekiona ni kwamba Simba leo walikuwa tu wanacheza kwa ajili tu ya kuhakikisha wanapata matokeo na kusonga mbele hatua robo finali, lakini wengi wao walikuwa wanacheza na intensity ya chini sana, low intensity, kwa maana hawakuwa na ile hali ya kupambana kweli kutaka mchezo. Na ukiangalia utaona wazi kabisa vijana wa timu ya Big Man leo walikuwa na style ya uchezaji wao, walikuwa very compact, walikuwa wanafika sana maungoni, walikuwa wanafika sana kwenye miili ya wachezaji wa Simba, kitu ambacho kilikuwa ni hatari sana, hasa kwa sababu tunafahamu alfajiri ya kesho watakuwa na safari, wanaelekea zao kule Misri kucheza na Ismailia. Unafahamu wanacheza na kikosi cha timu ya Al Masry pale Ismailia. Kwa hiyo leo hii walikuwa wanacheza mchezo ambao ulikuwa ni kwa ajili tu ya kutafuta tiketi ya kwenda robo finali, lakini hawakuwa na mchezo wa kusema kwamba watafight kweli, watamwaga sana jasho, watagongana sana, kwa sababu ingewaletea madhara. Unafahamu mechi kama hii inakuwa na changamoto nyingi sana. Simba wamefunga magoli ya kwao kupitia kwa Joshua Mutale, lakini akafunga Lionel Ateba kwa mkwaju wa penalti. Joshua Mutale kwangu ndo alikuwa mchezaji bora sana, na kama ni mchezaji bora wa mechi ya leo kwangu mimi ningesema ni Joshua Budo Mutale, ambaye alikuwa bora sana kuanzia kipindi cha kwanza, alionyesha ubora mkubwa sana. Leo alikuwa akitembea uwanja mzima, kwa maana alikuwa anacheza kama free roll, alikuwa anacheza kama namba 10 wawili, Jean Chaza Hua pamoja na Joshua Mutale walikuwa wawili. Kwa hiyo nilikuwa naona namna ambavyo anatembea uwanjani, namna ambavyo ana move kila eneo, nilikuwa naona namna ambavyo ana cover distance kubwa uwanjani, na tayari kuna namna ambavyo amerejesha confidence yake. Ukiangalia mechi iliyopita aliocheza ile mechi yao dhidi ya TMA, lakini baadaye akacheza dhidi ya Dodoma Jiji, kuna kitu kipya kimeongezeka kwa Joshua Mutale. Kwanza kujiamini, pili ameanza kuregain energy yake, na tatu ameanza kuwa na determination, kwa maana hapotezi sana mipira, na ulikuwa unaona pasi zake nyingi zilikuwa zinafika, zile nipe nikupe anafika katika eneo la mwisho, na alikuwa bora sana. Kwa hiyo utaweza kusema kwamba Joshua Mutale leo amekuwa katika siku yake bora sana, na kwangu mimi ndo man of the match. Na ukiangalia takwimu zake pia zina mbeba katika mechi alizocheza, mechi 3 alizocheza za michuano ya CRDB Federation Cup. Joshua Mutale ana assist 2 na magoli 2, kwa maana ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika pia kwenye idadi kubwa ya magoli. Ukiangalia mwenye assist pia ana assist 1, nani huyu, Valentino Oma, na akiwa amefunga goli 2, na huyo ni beki. Lakini ukiangalia Mutale ni katika eneo la ushambuliaji, ameshafunga zake goli 2 na ameshatoa assist 2. Kwa hiyo utaona ni aina gani ya mchezaji. So ameimprove the day after day, anaanza kuonyesha makali yake, ameanza kuimprove. Naona kuna namna ambavyo watu wa Simba sasa wataanza kumfikiria na wataanza kumkubali, wataacha tena ile pressure ya kusema Joshua Mutale sijui vipi sijui vile. This time kuna kitu anacho. Nilikuwa naangalia namna ambavyo Deborah Fernandez Mavambo anacheza, to me hajani impress. Inawezekana ni kwa sababu hawataka kuumia, lakini bado alikuwa anapiga pasi nyingi sana za nyuma, na pasi zake nyingi sana zilikuwa zinapotea, kwa maana mipira yake mingi sana ilikuwa inapotea. Kwa hiyo nafikiri Deborah Fernandez Mavambo, he need to change, of course he need to improve, kwa sababu nafasi kama ile unavyoipata Yusuf Kagoma hayupo, lazima uitendee haki, lazima upambane. Ukisha timu ina push, hata kama kuna madhambi mengi yanaweza kufanyika ukapata madhara, lakini jaribu kuhakikisha muda gani unaachia mpira. Na foul nyingi ambazo walikuwa wanafanywa wachezaji wa Simba na pengine ingewaletea shida. Hata Deborah Fernandez Mavambo alikuwa anafanywa foul nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu anakosa maamuzi ya kupiga pasi ya kuachia mipira. Yaani anakuwa na mali alafu ana hold sana mpira
muda mrefu, haachii mali haraka kwa wakati. Kwa hiyo pia ilikuwa changamoto kubwa sana kwake, na mwisho wa siku wachezaji wa Bigman wanafika miguuni, wanamletea madhara, inakuwa ni foul, lakini bado kama endapo je angepata majeraha ingekuwaje? Mwingine ambaye alikuwa anakaa sana na mali leo ni Jean Charles Ahoua. Amekuwa anakosa maamuzi katika eneo la mwisho. Anafika eneo la mwisho anataka kubutua, kuna goli moja imetengenezwa na Joshua Mutale, ilikuwa ni swala la yetu kuweka mpira kambani, akaupaisha. Kwa hiyo bado unaweza kusema pressure leo ilikuwa kubwa, na kwa sababu pengine Bigman leo walikuwa wanakamia sana mechi, kwa hiyo wachezaji wengi walikuwa na hofu. Lionel Ateba bado hanionyeshi kile ambacho anapaswa kufanya kama striker. Anakosa nafasi nyingi, anakosa sana mipira kwa sababu anakaa sana, anajichimbia sana chini. Lakini pia huoni wajibikaji wake eneo la mwisho. Nilikuwa natangaza mechi nikasema Ateba Lionel hana uhatari, kwa maana sio striker ambaye ni hatari, kwa maana tishio nje ya 18. Kwa hiyo anapaswa kuimprove hilo, ingawa wengi watasema kwamba labda pengine ni mechi ya wanaweza kaumia na nini, lakini mwisho wa siku lazima kama striker uonyeshe hata heka uonyeshe namna yoyote ya kuweza kuforce hata kufunga, ili kuhakikisha unatengeneza standard yako, kwa sababu unapokuwa unakosa magoli unajiharibia wewe mwenyewe, kwa maana kwamba unajitoa wewe mwenyewe mchezoni, unanielewa, kwa maana unaanza kujiondoa, unaanza kupoteza ile confidence ambayo ulikuwa nayo mwanzo. So to me naamini ni mechi nzuri Simba imeweza kuchezwa, mechi ambayo imeendelea kuongezea kitu, kwa sababu mara baada ya hapa hawatakuwa na mchezo wote dhidi ya Al Masry, kwa maana watasafiri hadi Cairo, na mara baada ya Cairo watasafiri hadi pale Ismailia katika dimba la Suez Canal. So utaona hawana mchezo wote, leo walikuwa wanajilinda zaidi. Na Elie Mpanzu ameumia, aligongwa mapema sana kipindi cha kwanza kama dakika 15 16 au 20 hivi, alifanywa madhambi. Na kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatamani sana kukatiza katikati ya mabeki, alikuwa anatamani kukimbia sana na mali, alikuwa anatamani kukaa sana na mpira kuliko kuachia pasi. Sasa wale jamaa leo walikuwa wanaingia wanacheza rafu kali sana, na walimgonga kidogo katika chini ya kifundo cha mguu, kwa maana enka, kwa namna ambavyo nilikuwa natazama pale. Na bahati nzuri hakuumia sana, kwa sababu baadaye kweli alilala akashindwa kuendelea mara baada ya kuguswa tena pale, na akatolewa, madaktari wakaenda kumfanyia matibabu, na alipopuliziwa pale ile spray akanyanyuka, akawa anatembea tu, hachechemei, anatembea vizuri. Sasa mara baada ya kufanya upembuzi ya kinifu, kocha anasema Elie Mpanzu alipata jeraha dogo ambalo lilimfanya ashindwe kuendelea, lakini hajaumia moja kwa moja ili pengine kwenda kukosa mechi inayofuata. Na nilikuwa nauliza madaktari wa Simba kinachoendelea kwa Elie Mpanzu, je, amepata majeraha moja kwa moja, ameumia sana, na je Simba hawatampata kwenye mechi inayofuata, ambapo wana wiki moja hivi kwa ajili ya maandalizi. Tarehe 2 watakuwa na mchezo dhidi ya Al Masry. Wamenihakikishia kwamba Elie Mpanzu yuko salama, hajapata majeraha makubwa, ni kwamba tu aliona atoke ili asiumie, kwa sababu wachezaji wengi walikuwa wamemkamia, na uliona watatu wanaenda kwa mpigo. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu ubora wake, wanafahamu namna ambavyo Elie Mpanzu amekuwa threat kwa maana ya upande wa mabeki na viungo. Kwa hiyo leo wamemwekea mpango mkakati wachezaji wawili hadi watatu, na wakawa nafika salama ungoni. Kwa hiyo Elie Mpanzu ameona asija kaumia, ikabidi tu atumie tekniki kwamba ameumia ili atoke, na ili ajiandae kwa ajili ya mechi dhidi ya Al Masry. Na ndio mechi kubwa ambayo inamtangaza, itaenda kumuuza, lakini pia ndio mechi ambayo inaenda kuwapa Simba katika nafasi nyingine nzuri. So lazima mchezaji mkubwa kama Elie Mpanzu aonyeshe tu ishara kwamba atoke ili asije kuumia. Na mara baada ya kuona ishara mbaya kwa kina Ali kina Jafari Mohamed walivyokuwa wanafanya rafu nyingi zisizokuwa na faida, na mwisho wa siku alitoka na akaingia Chasambi. Ukaona namna ambavyo anagongana. Chasambi kuumia ni ngumu, kwa sababu ni kijana mdogo na ana uwezo wa kupenya katikati ya mabeki, na pia ni mchezaji anayejihami sana, so hakai pia sana na mpira. Kwa hiyo utaona ilivyokuwa, na mwisho wa siku nimekiona kitu cha tofauti kwa Simba. Mpaka sasa hivi mimi naweza nikasema kwangu mimi, ukiniambia kati ya Ateba na Mkwala unaondoka na nani, nitakwambia Mkwala, kwa sababu nimeona alivyoingia dakika chache zile, kuna namna ambavyo alikuwa anaonyesha ishara ya kupush mashambulizi, anajaribu nje ya 18, anatengeneza uwiano sawa pale mbele, tofauti kabisa na Ateba. Ateba amepoteza sana kujiamini. So kama Mkwala atakaza na ataendelea kuonyesha ubora wake, naona kabisa anaenda kuchukua nafasi ya Lionel Ateba kwenye kikosi cha kwanza, na naona anaweza kuanza yeye sasa kupata nafasi hiyo ya kucheza. Kwa hiyo kocha ana kazi kubwa sana ya kukaa na Lionel Ateba, kumshauri, kumweka sawa kisaikolojia, maana kwa sasa sioni kama kuna namna yoyote ile anaweza kawa bora. Na utaona pia wachezaji wa Simba namna ambavyo walicheza leo. David Kabeta Duchu, wow, performance superb sana. Ni kijana mdogo ambaye
amepewa majukumu na tayari ameanza kuonyesha ubora wake. Hachezi na nafasi, hafanyi masihara na nafasi, anakuwa anazitumia nafasi ambazo anazipata na unaona ubora wake. Kwa hiyo leo Simba amecheza mchezo kwa ajili ya kutengeneza match intensity, lakini pia kujipatia wao wenyewe rhythm, kwa maana pia kupata momentum ili wanaposafiri basi waweze kwenda kucheza vizuri dhidi ya Al Masry, na hawatacheza mchezo wote. Alfajiri ya kesho safari inaanza. Kwa hiyo ni mechi nzuri na imewajenga wachezaji, na uzuri ni kwamba hakuna majeraha. Nimeambiwa kwamba Musa Kamara yeye ataunganisha safari moja kwa moja hadi pale nchini Misri, lakini na tayari Mkwala ameshaingia mjini. Aishi Manula pia yuko bench, nilimwona leo anaendelea kukaa bench pale. Pengine Simba anataka kuanza kumtumia, pengine hawana uhakika na Musa Pilipini Kamara kama amepona ili kuweza kucheza katika mechi inayofuata, lakini nimeambiwa wachezaji wale 6 wa Simba, Kibu Denis, Ali Salim, Kapombe na Zimbo pamoja na Abdrazak Hamza, wao wataunganisha safari moja kwa moja hadi Misri. Wakishafika pale Cairo basi watakutana na Simba, timu kabisa hiyo ambao watakuwa wamefika, wataunganisha safari hadi Ismailia. Kwa hiyo safari ni alfajiri ya kesho, mnyama akienda kupeperusha bendera ya nchi katika medani ya michezo kimataifa. Kwa hivyo alivyocheza, kuna watu wanaweza kuwa wanajiuliza, hivi wanaweza wakashinda mechi yao dhidi ya Al Masry kwa hivyo alivyocheza? Niwaambie tu, Faru Davids mimi namfahamu. Ni miongoni mwa makocha bora sana ambao huwa wanapenda kuficha mbinu. Kumbuka hii mechi ya leo ilikuwa inaonekana kwenye TV, kwa hiyo hakutaka kudisplay mbinu zake zote, sababu anafahamu Al Masry wanaangalia hii mechi inaonekana mbali, Azam TV wanafika mbali kupitia app yao. Kwa hiyo huwezi ukaonyesha kila kitu uwanjani, unaweza ukaleta madhara baadaye, watu wakacheza na nafasi zote ambazo unazo. Kwa hiyo wameficha baadhi ya mbinu. Ndio maana unaona pia hata Jean Chaza huwa leo hajafanya makubwa ambayo angepaswa kuyafanya. Muona Mpanzu amecheza kidogo akaumia kidogo, akatoka akafanya kama ameumia akaenda nje. Unaona Kwa hiyo kuna baadhi ya nyota ambao hawakutakiwa kuonyesha kabisa makali yao. Wale ambao huwa wapata nafasi ya kucheza ndio wameonyesha sana makali yao. Mtu kama Mutale kawasha sana. Kwa hiyo Fadu ameficha mbinu ili kwenda kuwakabili Al Masry kwa siku hii hapo ya Aprili 2, kwa maana mechi ambayo inafanyika pale kwa dimba la Suez Canal pale nchini Misri. So to me naona Simba anaweza kwenda kupata matokeo hata kule. Kama hajapata matokeo ushindi, basi anaweza akapata matokeo hata ya sare kwa kikosi alichonacho. Na leo hii fahamu ya kwamba baadhi ya nyota hawapo, Kapombe, Zimbo hawapo na Hamza. Hata goli alilofungwa Simba ni uzembe wa mabeki, kwa maana Valentino Oma alikuwa amepanda juu kabisa, na wakati anakimbia Duchu alikuwa mbele anapambana kweli kweli, lakini bao linafungwa na Erasto, anapiga bonge moja la goli umbali mrefu. Goalkeeper naye alikuwa ameacha goli, amesogea. Hussein Abel nikamkuta la kumkuta, anafungwa goli zuri. Simba anafungwa goli moja, wao wanapata magoli mawili, na mwisho wa siku anatinga katika hatua robo finali. Sasa inasubiriwa kati ya Simba na nane watakutana katika hatua robo finali ili kwenda katika hatua ya nusu finali. Wakifika nusu finali wanapambana kwenda finali, wakifika finali wanaenda finali, wanataka ubingwa wenyewe. Kwa hiyo msimu huu wanasema ubaya ubwela kila mahali. So tusubiri kuona kitu gani kitatokea, lakini wamecheza mpira ambao ni wa kuficha zaidi mbinu zao kwa ajili ya kumkabili Al Masry. Bana, nikuombe usubscribe hapo ili leo tufikishe watu 100,000 hapo. Tukate keki kwa pamoja. Ukisha subscribe hapo tunafikisha watu 100,000. Kama ambavyo unaona bado watu wachache sana kufikisha subscribers 100,000. Na tukishafikisha subscribers 100,000 tunapewa tuzo, tunapewa zawadi yetu, kwa maana tuzo ya kufikisha watu 100,000 subscribers. So fanya hivyo leo ili tuweze kufikisha hiyo idadi ya subscribers 100,000. Fanya hivyo chap chap. Ukisha subscribe hapo chini niandikie umesubscribe ukiwa wapi, nitakuja kusoma comment yako na hakika tutafurahi wote kwa pamoja. Endelea kuenjoy kufuatilia channel hii ya Mfalme wa Soka. Muda mfupi nitakuja na taarifa kuhusiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Leo ilikuwa na kikao kikubwa na viongozi wa Simba, viongozi wa Yanga, viongozi wa TFF na viongozi wa bodi ya ligi. Kwa hiyo leo walijadili mambo mengi kuhusiana na dabi. Je, dabi ipo wapi? Je, itachezwa tarehe ngapi na itakuwaje? Stay tuned hapo, majibu yote nitakuja nayo hivi punde. Kwa hiyo kaa hapo, subscribe, like, comment, share, lakini pia gusa hapo alama ya kengele upate notification ili pale nitakapopandisha hiyo story kuhusiana na Wizara ya Utamaduni na Michezo na viongozi wa Simba na Yanga na bodi ya ligi na TFF, hiyo taarifa ikupate ukiwa uko na simu yako mkononi. Pale juu unalitoa notification kama kuna taarifa imeingia kwa sasa. Subscribe alafu gusa alama ya kengele, notification itakuja hapo, utapata kuenjoy. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.